Katika nchi ya Marekani, mji wa Georgia pale Elbert County, yanasimama mawe ambayo yamezua mijadala mikubwa sana, yamezua maswali, na hata amepelekea watu waweze kwenda kutalii huku wakijaribu kujionea wao mwenyewe kwa macho yao mawili na kujiuliza haya mawe yana nini ndani yake kwa miaka na miaka. Mawe haya si mengine bali ni the Georgia Guidestones, ambayo yanafananishwa na mawe yaliyopo pale Uingereza yaitwayo the Stonehenge. Kwa hiyo mawe haya yameandika sheria 10 au miongozo 10 kwa ajili ya binadamu kama binadamu wote duniani kwenye lugha tofauti tofauti. Lakini swali ni kwamba nani kayatengeneza? Kwa nini kayatengeneza? Na yanamaanisha nini hizo sheria? Karibu na ukae kitako ukisikiliza mawe haya yanaitwa Georgia Guidestones. Mwezi Juni 1979, kuna mwanaume mwenye jina ambalo sio jina halisi bali ni jina naweza kusema Sodium au AKA, anaitwa Robert C. Christian. Alipeleka maombi yake katika kampuni inaitwa Elberton Granite Finishing Company akiwa na ombi moja. Yeye huyo Robert Christian alikuwa anasema anawakilisha kundi dogo la Wamarekani wanaoipenda nchi yao au Wamarekani wazalendo. Kwa hiyo alikuwa anataka mawe yatengenezwe yawe kama mwongozo, yawe kama kalenda, na yawe kama saa, ambao pia hayo mawe yakisimamishwa yanaweza yakaimili matatizo mbalimbali ya nchi kama mafuriko, kama mvua, lakini pia matetemeko ya ardhi, yaweze kusimama kwa muda mrefu, kwa miaka na miaka. Na mawe haya yamewekwa katika kilele kikubwa au sehemu ya juu zaidi katika Georgia inayoitwa ya Elbert County pale Georgia. Na mradi huu uliweza kukamilika mwaka 1980 tarehe 22 Machi, na mawe hayo yaliweza kuonekana katika macho ya jamii nzima. Mawe haya yamewekwa ni manne, yamenyooshwa, yamewekwa katika namna za kisayansi sana, na alikuwa yamewekwa katika namna ya kuiongoza jamii au binadamu wote kiujumla katika dunia ambayo inaangalia reason and harmony, au ikiangalia sababu na hali ya utulivu katika dunia. Kwa hiyo principle ambazo zimeandikwa katika mawe haya, ambazo ni sheria 10, imeandikwa katika lugha mbalimbali ikiwemo Kiingereza, Kihispania, Kihindi, Kiebrania, Kiarabu, Kichina, Kirusi. Na ndugu mtazamaji, unaweza ukashangaa kwamba hata lugha yetu mama Kiswahili imeandikwa katika mawe hayo. Yes, lugha ya Kiswahili katika sheria 10 zilizoandikwa katika lugha mbalimbali, hadi Kiswahili kimeandikwa humo. Kama unavyoona, huo ndio upande ambao umeandikwa katika lugha za Kiswahili, na ameandika katika Kiswahili safi kabisa ambacho hata ndugu mtazamaji unaweza ukaelewa. Kwa hiyo katika sheria hizi, sheria 10 hizi naweza nikasoma na unaweza nikakuelewesha. Katika sheria kwanza inasema maintain humanity under 500 million people in perpetual balance with nature, ambayo hapa anaelezea kwamba binadamu wapunguzwe mpaka wafike milioni 500
ili kuwe kuna usawa katika mazingira na asili, kwamba akimaanisha huyo Robert C. Christian na wakilishi wake kwamba binadamu wapunguzwe kutoka bilioni 7 mpaka milioni 500. Ina maana bilioni 6 waondoke ili kusudi dunia iweze kuhimili hali ya binadamu kuwa wengi katika hii dunia. Lakini ya pili ni guide reproduction wisely, improving fitness and diversity. Kwa hiyo katika hii sheria ya pili nasema uongoza uzazi kwa hekima ili kuboresha afya na utofauti, katika kuhakikisha kwamba vitu labda kama uzazi wa mpango na kuhakikisha kwamba mbegu zinazozaliwa za binadamu zinazofuatia ni binadamu ambao wanakuwa ni bora zaidi ya kizazi kilichopita. Sheria ya tatu inasema unite humanity with a living new language, wakimaanisha kwamba lugha zote duniani ziunganishwe, itengenezwe lugha moja bora zaidi, ambayo lugha inaweza kaunganisha mataifa yote katika umoja mpya katika lugha hiyo mpya. Ya 4 ni rule passion, faith, tradition and all things with tempered reason, akimaanisha kwamba utawale hisia, imani, desturi na mambo yote kwa busara. Ya 5 inasema protect people and nations with fair laws and just courts, ikimaanisha kwamba binadamu au watu walindwe na mataifa kwa sheria za haki na mahakama za haki. Sheria 6 inasema kwamba let all nations rule internally, resolving external disputes in a world court, akimaanisha kwamba acha mataifa yote yajiendeshe ndani yenyewe kwa yenyewe, lakini kukiwa kuna migogoro ya nje, acha kuwe kuna mahakama dunia ambayo inaweza ikashughulikia hilo jambo kwa haki na usawa. Namba 7 inasema avoid petty laws and useless officials, ikisema kwamba epuke sheria za kijinga na maafisa wasio na maana, wafanyakazi ambao wasio na maana, na sheria za kijinga ziondolewe katika huo utawala unaokuja. Lakini pia sheria 8 inasema balance personal rights with social duties, kwamba sawazisha haki binafsi na wajibu wa kijamii, kwamba haki binafsi iwe sawa na wajibu wa kijamii. Namba 9 inasema kwamba prize truth, beauty, love, seeking harmony with the infinite, akimaanisha kwamba uthamini ukweli, uzuri, upendo, kutafuta usawa na hali isiyo na mwisho, au neno infinity ni neno kumaanisha kwamba isiyo na mwisho. Kwa hiyo fanye hivi vitu ili kusudi kuwa kuna usawa usio na mwisho. Lakini pia ya mwisho inasema be not a cancer on the earth, leave room for nature, leave room for nature, akimaanisha kwamba usiwe kansa duniani, acha nafasi kwa asili, kwa asili, acha nafasi kwa asili. Kwamba kansa inayomaanishwa hapa sio kansa kama ugonjwa, inamaanisha kwamba binadamu na matukio yake na mambo yake anayofanya yanakuwa ni kansa katika dunia. Dunia inazidi kuangamia, dunia inazidi kuteketea, mazingira, anga, misitu, udongo, wanyama, vitu mbalimbali katika dunia vinazorota kutokana na shughuli za kibinadamu. Kwa hiyo anasema kwamba usiwe kansa katika dunia, acha nafasi ya asili, acha mbuga za wanyama, acha maji, acha bahari, usichafue mazingira, usisababishe kansa katika dunia. Hizo ndio sheria 10 zilizoandikwa katika Georgia Guidestone, ikiwa inajumuisha pia lugha yetu mama, lugha pendwa ya Kiswahili. Kwa hiyo kuna wataalamu mbalimbali wamekuwa wakitoa mtazamo wao katika haya mawe, na tunaweza tukaangalia watu mbalimbali ikiwemo huyu anaitwa Yoko Ono ambaye pia ni msanii maarufu. Anasema kwamba maandiko haya ni mwito wa kusisimua
katika fikra za kimantiki. Kuna huyu Roris Magnani ambaye ni mtaalamu mkubwa sana wa anga kutoka chuo kikuu cha Georgia, ambaye anasema kwamba vipengele vya angavu vipengele vilivyowekwa katika Georgia Guidestones ni vya wastani kabisa, huku akifananisha sayansi iliyowekwa pale na sayansi ya kwenye mawe yaliyopo Uingereza akiwa anaitwa The Stonehenge, ambayo hiyo tutakuja kutembelea katika content nyingine siku nyingine. Lakini pia kuna Jared Holt ambaye ni mtafiti wa itikadi kali kutoka taasisi ya mjadala wa kimkakati, akisema kuwa Georgia Guidestones ni njama ambazo zinaweza zikahamasisha vitendo halisi ambavyo vinaweza vikaleta mambo mbalimbali katika mtazamo wa kidunia. Lakini pia Georgia Guidestones imekuwa kihusishwa na conspiracy theory, au kihusishwa na mambo mbalimbali kuhusu mwisho wa dunia au vyama vya siri kama Freemason, Illuminati, Skull and Bones na watawala mbalimbali wa dunia inayokuja. Lakini kabla hapo nataka ujue kwamba Georgia Guidestones imewekwa katika sayansi hali ya juu, haijapachikwa tu hapo. Utaalamu mkubwa sana umewekwa na unaashiria pia mzunguko wa mwezi, unanielewa? Lakini pia katikati ya hayo mawe Georgia Guidestone inashabiana na the North Star au Polaris, ambao ni nyota iliyopo kaskazini, na katikati ya hiyo sehemu ya Georgia Guidestone inashabiana na hiyo nyota kama unavyoona hapo katika sayansi hiyo ya Georgia Guidestones. Kwa hiyo Georgia Guidestone inaendana na solstices na equinoxes ambao ni majira mbalimbali ya mwezi na jua. Lakini kuna kitundu kidogo kama unavyokiona hapo ambacho kinaruhusu mwanga upite na ungae katika center au katikati ya hayo mawe nyakati ya mchana, ambao inaashiria pia tarehe ya hiyo siku, na pia ikionyesha kwamba hiyo Georgia Guidestone ni kalenda ya jua. Hayo ni mambo ya ajabu ambayo ni machache yanaweza kupatikana katika hayo mawe yaitwayo Georgia Guidestones. Kwa hiyo wengi wanadhani kwamba Georgia Guidestone ni taarifa ya kizazi kinachokuja, au kizazi ambacho kipo juu ya binadamu, kizazi cha siri ambacho kina control mambo ya binadamu. Lakini pia wengine wanadhani kwamba mawe haya yanakuwa ni kama angalizo au onyo kwamba binadamu tuangalie sana dunia, tunapoelekea dunia inaangamia. Tunaangamiza kupitia matendo mbalimbali ya tamaa zetu wenyewe za kiuchumi, na dunia inaenda kuteketea au kuisha, na pia inaweza kusababisha kwamba kusio kuna kitu, kusio kuna maji, kusio kuna sehemu za kuishi, kusio kuna mazingira safi ambayo binadamu anaweza katulia na kutengeneza maendeleo. Kwa hiyo jambo ambalo naweza nikasema kwamba mpendwa mtazamaji unalijua au wengine hamlijui ni kwamba mawe haya yalivunjwa mwaka 2022. Kama unavyoona kulitokea mlipuko ambao ulileta maangamizo katika mawe haya. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakisema mawe haya yanahusiana moja kwa moja na matendo ya kishetani au the new world order, ambao ni propaganda ya mwisho wa dunia, ya utawala wa dunia. Lakini pia wengine wakisifia kwamba mawe hayo yalikuwa akielekezea kwamba muunganiko, umoja wa watu mbalimbali katika dunia mbalimbali katika kuhifadhi mazingira na kuboresha amani na asili ya mazingira. Kwa hiyo Julai 6 mwezi wa 7 2022 mawe haya yalibomolewa kupitia bomu kama unavyoona hapo, na mamlaka mbalimbali husika zimekuwa zikifuatilia hili tukio, lakini hakuna aliyeweza kugundulika aliyesababisha hivyo. Kwa hiyo mawe yaliyobakia yalitolewa na mpaka sasa hivi haijulikani yamepelekwa wapi. Hiyo ndio siri za Georgia Guidestones.
Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama unavyoona hayo ndio mawe yaliyokuwa yamekaa kuanzia 1979 mpaka 2022. Ni miaka mingi sana, na wengi wamekuwa kitembelea, wengi wamekuwa kiangalia, wengi wamekuwa kiafuatilia na kuangalia ni siri gani iliyopo katika hayo mawe mpaka andikwe pia katika lugha mbalimbali. Mimi na wewe kama tunavyoona hapo, ndugu mtazamaji, kama kuna lolote ambalo unaweza kuchangia ukacomment, unaweza kucomment hapo na ukatoa mtazamo wako. Lakini pia usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa watu mbalimbali ili waweze kupata content, ili pia inihimize mimi kuendelea kutengeneza content kama hizi. Lakini pia kama kuna content nyingine unataka utengenezewe, unaweza ukaicomment hapo na tunaweza tukatengeneza haraka iwezekanavyo. Asante sana kwa kuangalia content hii hapa, na endelea kufuatilia channel yetu kupitia subscription. Asante.